kabisa, kwa sababu Diamond naweza nikasema ni watu ambao wameniinspire mimi hata kufanya muziki pia, kwa sababu wakati mimi nafikiria kufanya muziki, kwanza harakati zangu za kimuziki mwaka 2011 na Diamond alikuwa shatoka tayari anafanya muziki na anafanya vizuri, alafu siku hadi siku akawa anaongezeka nazidi kuwa mkubwa, kwa hiyo nikajifunza mingi kupitia yeye na nikawa na pesa siku moja nije kufanya kama anavyofanya yeye. Na unaweza kujiuliza ni kwa nini nimeanza nazo hizo voice note na tukaa hizo. By the way, Konde Boy ameachia track inaitwa Wewe, inafanya poa sana, bongo flava fulani vya kwenda kutoka kwa S2 Keys pale Zombie, imepigwa kweli kweli ile mdundo, si ndio washikaji zangu? And of course najua mnakuwa happy kuisikiliza Wewe, fresh kabisa, hakuna tatizo. By the way, nimeona namna watu ambao wamekuwa wakileta comments tofauti baada ya Wewe kutoka. Kuna baadhi ya watu wakijaribu kuzungumza kwamba katika track ya Wewe ya kwa Harmonize kuna some melodies nasikika na zichafanyika kwa msanii Diamond Platnumz katika nyimbo yake ya Mawazo. The same pia kuna some melodies zimetumika, na so melody tu, hata verse zimetumika za Bliss katika track ya Loyo, zimeimbwa pia katika track ya Harmonize Wewe. Nikasema kwa sababu amefanya Konde is not big deal. Huwezi kuona watu mobu wakizungumza umchongo na vitu hizo, unapigwa kimya na watu wanakuambia bana tukasupport muziki mzuri na vitu hizo, lakini ukweli usiopingika kwamba hii ni kutokana na nguvu kubwa aliyokuwa nayo Diamond Platnumz. Angefanya vitu hizi ingekuwa story kubwa sana, kinoma, ingeenda viral, watu angezirudisha on trending zile ngoma ambazo Diamond Platnumz alisample huko, lakini kwa Konde imekuwa easy. Nimeona watu wanazungumza, mbona kukopi kitu ni kawaida tu, hata wasanii fulani anafanya hizo mbanga, lakini angefanya msanii mwingine tofauti na Konde Boy ingekuwa is not easy, ingekuwa is big deal my man, noma kabisa. Lakini for me si shabiki mzuri sana wa track hizi za Harmonize kwa time hii, kwa sababu ashaimba sana track za mapenzi, ashalia sana kwenye mapenzi, na tunafahamu noma wake katika melody za mapenzi na vitu hizo. Lakini kumbukumbu yangu iko sahihi kabisa washikaji zangu, na kama haiko sahihi mtanisahisha nyinyi. Lakini mimi nakumbuka mara ya mwisho Konde ametupa radha ya kimataifa ilikuwa ni kwenye Sing Again back in the days huko. Hatujapata tena ile radha ya kimataifa kutoka kwa Konde. Tumekuwa tukipata tu magoma ambayo yanalialia sana Afrika Mashariki, alafu mwisho wa siku yanapotea kwenye lamani. Imekuwa hivyo na sio kwa ubaya, lakini anafanya poa sana, na inawezekana aina ya ngoma hizi ambazo Konde anaziachia zinaendelea kumweka kwenye level zile za big 3, big 5 za kibongo. Lakini narudia tena, mimi sio shabiki wa hizi ngoma, kwa sababu Konde njia za kimataifa anazo tayari, zile connections za kimataifa iko tu nazo pale